Amen. Unajua kuna msemo huwa wanasemaga Waswahili Sijui ni Waswahili, sijui ni msemo, sijui ni methali, mama atanisaidia. Wanasemaga kwamba maisha ni safari. Ni msemo? Ni msemo, ni msemo. Mama anasema ni msemo tu. Maisha ni safari. Kwenye safari yoyote ile kuna kuaga na chombo. Na chombo cha usafiri, si ndio? Yeah, na chombo cha usafiri. Kuna dereva. Alafu kuna abiria. Si ndio? Unaposikia maisha ni safari, ina maana kuna kutoka kwenye pointi moja kwenda kwenye pointi nyingine. Amen. Somo la leo tutasema kitu gani kinachoendesha maisha yako? Yaani hapo ulipo ni nini kinachoendesha maisha yako? Kwa sababu kama tunajua maisha ni safari, what drive your life? Kitu gani ambacho kinaendesha maisha yako? Kuna vitu vingi ambavyo vinaendesha maisha yetu. Vipo vingi ambavyo vinaendesha maisha yetu. Inawezekana at the moment au maisha yako wewe mwenyewe yote kwa ujumla, ukiyatafakari, unajua kuna kitu fulani kinakuendesha. Ninaamini tutaenda kuchangia zaidi. Mimi nina vitu ambavyo ninavijua hivi vinaendesha maisha ya watu. Vinaendesha maisha ya watu, yani vimeshika maisha ya watu. Kwa nje mtu ukimwona yeye mwenyewe hawezi kujijua kama hicho kitu kinamuendesha kabisa. Lakini kumbe kinamuendesha na kimemshika. Mpaka pale ambapo atapata bahati labda ya mtu kumwambia, bwana, the way ambavyo unaenda it seems kama kuna kitu fulani kinakudrive. Sasa hicho kitu ambacho kinakuendesha kinakupeleka wapi? Cha kwanza, huo usafiri ambao unautumia unakupeleka wapi? Lakini pia na huyo dereva ambaye anakuendesha. Dereva inawezekana hata ukao ni wewe mwenyewe. Au inawezekana kuna dereva ambaye wewe umemchagua, umemwamini aendeshe maisha yako kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine. Amen. Amen. Kitu cha kwanza kabisa, watu huwa wanaendeshwa na hatia. Unafahamu hatia? Watu huwa wanaendeshwa na hatia. Yaani kwamba kuna maisha yale ambayo tuliishi kabla ya wokovu. Inawezekana maisha kabla ya wokovu ulikuwaga mwizi, unaiba. Maisha kabla ya wokovu ulikuwaga una tabia fulani ambazo kiukweli katika jamii hazifurahishi. Yaani kiukweli katika jamii hazipendezeshi kabisa. Lakini baada ya kuokoka, kumpokea Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ameshakufanya wewe kuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. You are a new person now. You are a new creature. Wewe sio yule tena ambaye alipita kule past. Yaani past haitaki kucontrol wewe, hata kama inawezekana wewe ni zao la lile past, lakini ile past haitakiwi kukucontrol baada ya wewe kuokoka. Kwamba sasa nimeshaokoka, Kristo nimeshamkubali na ameshaingia ndani yangu. Starting from now on, si mimi tena ambaye natakiwa kuishi. Kwamba nina maisha tofauti sasa na yale ambayo yamepita. Lakini sasa hii inahitaji ukutane na taarifa, niseme ni taarifa au ni maarifa sahihi ambayo yanakuelekeza wewe, yanakupa wewe ufahamu na uelewa kwamba sasa mimi ni new creature. Sio yule tena mwizi, sio yule tena jambazi. Na kuna muda mwingine kabisa unaweza hata kama umeokoka lakini bado vile vijitabia ukawa navyo, unaenda unadokoa, una nini. Unajua hiyo usimlaumu huyo mtu ambaye yule naye kaokoka lakini mbona bado mwizi. Yule naye kaokoka lakini ni kwa sababu ya knowledge. Unajua ukishaokoka sio tu kwamba unakaa, no, unahitaji knowledge, unahitaji upate maarifa na ukutane na watu sahihi ambao watakupa hayo maarifa. La sivyo ndio maana tunaonaga kuna mtu mwingine ameokoka lakini still bado atakaa baada muda anarudi nyuma. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna watu waliotuzunguka wanayajua maisha yetu yaliyopita, si ndio? Wakimuona wanasema yule naye leo amekuwa mchungaji yule. Kuna mtu mwingine ukishampointi hivyo tu basi umemmaliza. Yaani anaishiwa kabisa ndani yake kwamba lakini kweli unajua ile hawa watu wananijua jinsi gani mimi nilivyokuwa nakaaga mpaka yani naelewa mpaka sijielewi, wananirudisha. Alafu leo hii kweli niende nikasimame katika madhabahu niongee neno la Mungu. Yaani ile past imemshika kiasi kwamba Mungu anashinda kuwa revealed kwenye maisha yake. Kwa sababu unapookoka kuna vitu hatutarajii tena kuviona kwako. Yaani unapookoka, tunapomwona Kristo hatutarajii tena kumuona mtu mlevi. Hatutarajii tena kumuona mtu ambaye amekaa sasa yuko njiani anavuta sigara, yani tena na moshi mwingine anatolea mpaka puani. Hatutarajii tena kumuona huyo mtu wa namna hiyo. Tunatarajia tumuone Kristo.
Yaani Kristo asimame katikati ya watu anze na moshi anatolea huku unajua Bwana Yesu asifiwe, shalom, yaani huku anavuta. Kweli? Hatutarajii kumuona huyo mtu. Lakini ni kwa nini huyu mtu anaingia kanisani then anatoka bado anafanya vitu vile vile? Ni kwa sababu gani? Amekosa maarifa. Amekosa ile knowledge ya kimungu kwamba sasa wewe sio tena yule. Lakini pia na watu waliomzunguka. Yaani siku hizi watu tumekaa katika hukumu tu kwamba nyi yule mnamjua, nyi yule. Eti mnamkaribisha ibadani, yule mnamkaribisha kanisani kwenu yule. Hivi mnamfahamu historia yake? Yule bwana alikuwa mlevi mpaka kwenye mitalo tunamuokota. Yule bwana alikuwa hajiwezi maisha yake. Yule alikuwa ni mtu fulani akipita yani mtaa mzima anamwaga matusi tu, ajali huyu mtu mzima, huyu mtoto, yani hana heshima wala hana adabu. Sasa mtu namna hii mwingine huwa inampelekea mpaka anapata depression. Na siku hizi matatizo ya afya ya akili yako mengi sana. Yako mengi sana kwa sababu watu wengi huwa wanatafuta solution kupitia mitandao ya kijamii. Wanaamini kwamba huko kuna solution. No, yani kuna watu, kila mtu kwenye mitandao ya kijamii ana issue zake, anaweza akaweka tu vitu kumbe vingine kwanza ni uongo. Mimi nina mentor wangu ngoja nikae nimsikilize. Kumbe mwenzio anaongea vitu vya uongo mule. Tunatakiwa tupate habari sahihi baada ya kuokoka. Na hizo habari tunazipata wapi? Kupitia Holy Spirit. Kwamba sasa umeokoka, baada ya kuokoka ndani yako tena si wewe. Ndani yako anaingia Roho Mtakatifu. Tulia ili yeye akufundishe hatua kwa hatua kutokea hapo ulipo ili tukuone. Sisi tunachotamani kukiona ni lile zao la Kristo baada ya wewe kuokoka. Amen? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Neno la Mungu linasema ni furaha namna gani mtu anapookoka akasamehewa dhambi zake. Sio inapatikana nafikiri kwenye Warumi 4:7. Yaani kwamba yule mtu ambaye ameokoka akasamehewa dhambi zake, alafu Mungu akamfutia rekodi yake yote. Kwa hiyo ni kuelewa tu kwamba mimi nimesamehewa dhambi na baada ya kusamehewa ile rekodi tena haipo. Yaani hakuna namna kuna mtu akaenda akapeleka hili karatasi langu, akaenda akanishtaki kwamba mimi nilikuaga na tabia fulani mbaya. Hakuna namna. Sasa huo ni ufahamu, huo ni uelewa, unatakiwa tu uchukue kae naye hapo. Amen? Amen. Kitu kingine ambacho kila wa drive watu ni chuki na hasira. Ushawahi kukutana na mtu ambaye ana chuki na hasira? Yaani yeye muda wote mpaka kuna watu wanaogopa hata kumsogelea. Mimi nina mfano wa mamangu mkubwa ambaye amenilea mimi bado nikiwa mdogo sana. Amenilea sana niseme tu. Yeye ni mtu ambaye kusamehe kwake ni issue. Yaani kuachilia vitu kwake ni issue. Yaani ni issue kubwa sana. Sasa ile kitu imemla kiasi kwamba watu wanaogopa kumsogelea. Unajua ukiwa mtu wa chuki na hasira muda wote, kuna watu lazima watakaa. Mimi bwana Geoffrey nikitoka huko nimekuja zangu hapa kukusalimia nikikukuta tu bwana sasa hivi salamu. Sijui nani. Yaani muda wote wewe chuki. Kitu kidogo kwako wewe, yaani umekaa muda wote yani unajidefend. Yaani kama vile kila mtu anayekuja kwako anakuattack. Unajua chuki na hasira huwa vinatengeneza namna fulani kwamba mtu huyo amekaa yaani muda wote yeye anajidefend. Yaani yule mtu kama kafungwa kwenye kitu fulani hivi, hana fulana, maana yani kuna mtu ukimkuta yani huwezi hata kumsogelea, unaogopa. Ni mama yetu mkubwa sisi tunamsogelea ni kwa sababu ametulea, tumemzoea na tunampenda kwa sababu ndio hivyo ametulea, lakini kiukweli ni mtu ambaye hawezi kusamehe. Yaani huwa namwambiaga mama wangu, namtolea mfano mama mkubwa. Namwambiaga mama wangu, naambia yani dada yako angeweza kuachilia vitu moyoni mwake, angekuwa ni mtu fulani safi sana, lakini shetani amemshika hapa. Yaani naambia ni kitu kibaya sana, chuki na hasira. Yaani wewe ukiguswa kidogo tu umelipuka. Hata kama ni utani tu muda mwingine umelipuka. Yaani huna furaha kusema hata mimi nikae na wenzangu kidogo, hata utani tu mkacheka tu mkapiga story. Yaani huwezi. Yaani muda wote umejaza chuki. Yaani ukimwona mtu yaani yule mimi nakwambia yule, yaani sitamsamehe, yaani asije kunizika. Yaani mpaka kuna kipindi nilifikia wakati maneno anasema kwamba yaani nikifa mimi asinizike. Nikitangulia mimi asije, kitangulia yeye siende. Unajua kuna watu wamefikia hapo katika familia. Alafu sasa hiyo ni chuki na hasira ambayo inaenda inazaa, yani niseme inazaa vitu ambavyo wanadamu wenzio lazima wakutenge. Yaani watakukimbia tu, hakuna mtu ambaye anaweza kumsogelea mtu wa namna hiyo. Amen? Amen. Kingine, point nyingine ni kwamba people are driven by fear. Unajua hofu. Hofu ni gereza. Yaani hofu kabisa ni gereza. Yaani unaweza ukafungwa hapo. Hofu inakunyima uhuru. Neno la Mungu linasema mwenye hofu hakukamilishwa katika nini? Katika pendo. Lakini Mungu ametuambia kwamba hakutupa sisi roho ya hofu. Mungu ametupa sisi roho ya nguvu
upendo na moyo wa kiasi. Sasa hofu huwa inamtengenezeaga adui mlango wa kupenyeza vitu ambavyo hata havipo. Kuna mtu ana hofu ya kufa, kuna mtu ana hofu ya kufanya kitu fulani, kuna mtu ana hofu, yani yeye kila unapomgusa yeye ni hofu. Unakutana naye unaambia bwana, hebu unajua kuna biashara fulani bwana hivi na hivi, anakwambia unajua kuna mtu nishakutana naye amenipa hizo taarifa, ameniambia bwana ile biashara haiwezi kufanyika. Yani hofu inakufanya wewe usitoke hapa kwenda hapa. Hofu inakubana. Hofu inazuia kusudi na mapenzi ya Mungu aliyoweka ndani yako. Hofu huwa inazuia vipawa ambavyo Mungu ameviweka ndani yako. Kwa sababu huwezi kutoka, si uko ndani ya lile gereza ambalo ni hofu, huwezi kufanya kwa sababu ile hofu imekushikilia. Yaani leo hii kuna watu hawawezi kusimama sehemu kwa sababu ya hofu. Ukute huyo mtu kumbe ni public speaker, anaongea. Tena akiongea na mwaga madini safi kabisa, watu mnamuelewa. Lakini hofu imemhold. Yaani hawezi kusogea hapo alipo kwa sababu ya hofu. Kuna mtu kumbe Mungu wewe alikuwekea bwana maisha yako, wewe ni mfanyabiashara. Lakini hawezi kusogea kwa sababu ya nini? Anasema hivi kweli pale mimi niende nikatumbukize milioni 10 pale, alafu ikilambo inakuwa vipi? Tayari hofu imekushika. Hofu inakufanya usisikie sauti ya Mungu ndani yako. Unaizuia sauti ya Mungu katika kile ambacho anakuelekeza. Yaani hofu imetanda kiasi kwamba huwezi kuwa yule ambaye Mungu anamkusudia awe. Kuna wengine hata hawawezi kufikia hatima ya maisha yao kwa sababu ya hofu. Ameshakutana na watu akamwambia yani wewe unafikiri wewe unaweza ukafanya kile kitu? Ameshindwa mtoto wa fulani, wewe utaweza wewe? Yani wewe na familia yako kimaskini na maisha yako kimaskini unaweza kutoka hapa kufikia kule. Ni nini? Ni hofu. Yani hofu imemshika, inamhold kiasi kwamba hawezi hata akasikia sauti ya Mungu huku ndani yake anasema. Anamwambia nini huku ndani? Hawezi. Lakini Mungu wetu sisi hajatupa sisi roho ya hofu. Mungu anasema msitishwe na kitu chochote, yani msiogope chochote kile. Haijalishi ni kitu cha namna gani, haijalishi unakutana na mlima, haijalishi. As long as umeweza kusikia sauti ya Mungu ndani yako ikikusemesha hicho kitu, wewe bwana fanya. Hata kama katika macho yetu ya kibinadamu inaonekana haiwezekani, wewe bwana fanya. Si Mungu kasema, wewe shida yako ni nini? Hata kama Mungu kaambia bwana leo hii ile akiba yako ulokuwa nayo 400,000, nenda kaifanyie biashara, alafu ndani unabaki kuna kitu chochote, wewe fanya. Kwani mumkumbuki yule mama mjane? Si mnamkumbuka? Hakuwa na kitu chochote na bado Mungu akamtuma yule aende pale pale. Si ndio? Yule mama angekuwa na hofu angesema na alisema. Alisema tumebakia sio na kitu fulani hivi na hivi, yani kama alikuwa ananung'unika. Sasa hiki chakula mimi nikimpa huyu mtumishi, mimi na mwanangu tutabaki na nini sasa? Alikuwa na hofu, yani hakujua kwamba huyu ninayempa ni Mungu. Mungu hapewi chochote. Yani yule mama hakujua kwamba huyu ninayempa ni Mungu ambaye hapewi chochote. Mungu siku zote anapokuambia fanya kitu fulani au nipe kitu fulani, cha kwanza kabisa kuwaza ni kwamba yeye hahitaji kitu kutokea kwako. Ni kwa sababu yako wewe. Lakini sasa shida ni kwamba hatuelewi kwamba hiki kitu Mungu ambacho anakielekeza ni kwa ajili yangu mimi. Hofu inatutana kwamba yani mimi nifanye kitu fulani, itakuwaje? Kesho mimi nitabaki na shingapi? Watoto watamkaje? Hivi unajua hapa kuna ada bwana za kinaji hapa, ninawaza hii hela yote nikitoa bwana itakuwaje? Mbona kama mipango vile itaharibika? Unasahau kwamba ile ni sauti ya Mungu inakusemesha. Huyo Mungu hahitaji chochote kutokea kwako kwa sababu kila kitu ni cha kwake. Fedha na dhahabu tunaambiwa ni mali yake, na vyote ambavyo viko chini si vyote ni mali yake. Hataki nini kutoka kwako? Kumbe hata hivyo vyote ambavyo wewe unavyo bado ni vya kwake. Hata wewe mwenyewe bado ni wa kwake. Ana mamlaka na wewe. Kwa hiyo hofu inatoka wapi? Kikubwa ni kwamba unasikia sauti ya nani? Kutokea kwa nani unachosikia? Unakifanya kutokea wapi? Kutokea kwenye neno? Unakifanya kutokea wapi? Au unakifanya kutokea kwa wanadamu na experience zao? Kwa sababu kama unafanya kutokea kwa wanadamu na experience zao na hiyo hofu yako, nakwambia itakulamba. Haiwezi kukuacha. Kwa sababu hofu kazi yake ni kukuharibia, ni kukudestroy. Usitoke. Sasa inabidi tuwe kama hivyo tusema, lazima tuwe na namna ya kuchanganua tunachokisikia ndani yetu. Tunasikia nini? Sauti tunayosikia ni ya nani? Ni nani anayetupa maelekezo? Ni nani anayetudrive sisi kwa habari ya maisha yetu? Ni nani ambaye anadrive biashara yangu? Ni nani ambaye anadrive kazi yangu? Kwamba nijue kwamba kuna mtu fulani akija na anakuja kunipa kazi kumbe nitapeli hana chochote. Kwamba nijue kwamba huyu mtu ambaye nakaa naye nampa information za ndani kuhusu biashara yangu ni mtu sahihi ambaye Mungu ameniletea. Usiwe nafu kwa sababu muda mwingine unaweza kuona huyu fulani mimi siwezi kumwambia, lakini kumbe ndo mtu sahihi ambaye Mungu amemtuma. Kuna muda mwingine kumbe ndo kitu sahihi ambacho unatakiwa ukifanye by that time. Ikishapita huo muda basi tena Mungu ameachilia hicho kitu by that time, kwa sababu kila jambo lina wakati wake. Kwa hiyo inabidi lifanyike kwa wakati huo. Sasa ukishatia hofu, hicho kitu hakiwezi tena kufanyika, unarudi tena nyuma. Kwa hiyo inabidi kama wana tusogee, tuvuke. Amen.
Yaani tujue ni nini kinachotuendesha. Lazima tuvuke. Yaani hatuwezi kubaki sehemu moja, hapana. Yaani mimi ni kiu yangu kwamba ni lazima tuvuke. Hatuwezi kubaki katika level moja kila siku. Hatuwezi kubaki na experience za watu wengine kwamba walitokaje. Sisi tuna experience kutoka kwa Mungu. Sisi tunaisikia sauti yake na neno lake lipo kwa ajili ya kutuelekeza. Amen? Amen. Amen. Kitu kingine ambacho kina drive watu ni mali. Mali na vitu. Unafahamu kuna watu wako driving na mali Wako. Yaani kuna watu wanaendeshwa na mali. Kuna siku moja niliwahi kutoa mfano pale kwangu. Kuna jamaa mmoja alinunua gari. Yaani alikuwa akirudi kazini cha kwanza ni kwenye gari yake. Yaani alikuwa akirudi tu cha kwanza ni kwenye gari yake. Yaani hana kingine. Jamani ile gari ilikuwa asiguse mtoto. Yaani jamaa anachungulia hivi mpaka anaacha hivi dirisha wazi kwa ajili ya kuiangalia ile gari yake. Mimi na mume wangu tukaa tunajisema, huyu jamaa mbona kama anaishi kwa tabu sana? Kwa sababu unajua una mali, sio mali zikuendesha. Wewe unatakiwa uziendeshe hizo mali na uzifurahie. Yaani umepata mali ili kuendesha maisha yako na ufurahie. Lakini sasa once inapokuja uzifurahie zinakuendesha, ni tayari zimeshakuchukua. Na mali huwa zinatufanya tushindwe hata kumwabudu Mungu. Kwa sababu mali huwa zinakuwa kama miungu sasa. Kwamba mimi naiabudu nyumba yangu. Kwamba hii nyumba jamani, yani usichore. Yaani kila saa usifanye hiki. Jamani, hiki mbona kimekuwa hivi? Ila hiki mbona imekuanguka? Yaani muda wote uko hivi. Yaani roho yako iko juu tu kwa sababu ya hizo mali. Mali haziwezi kutupeleka sisi. Hapana. Hapana. Tena Paulo anasema kuna sehemu kwamba msitamani vinavyoonekana vile. Sijui msivitamani msifanye nini? Vitamanini vile ambavyo vifanye nini? Havionekani. Sasa hivi vinavyoonekana ni kama vile vimetushika. Yaani vimetushika kiasi kwamba yani hatuwezi. Kuna muda mtu anakuambia yani sasa unajua mali fulani lile shamba fulani yani nisipoenda kule bwana sijui itakuwaje na hata ibadani siwezi kutokea. Yani vitu kibao my dear. Hivyo vitu vyote ni Mungu amekupa. Yaani Bwana asipoulinda mji ulindao wanafanya kazi bure. Wewe kama Mungu hawezi kukulindia mali yako na vitu vyako, wewe huwezi kulinda. Yaani haiwezekani. Kwanza anaweza kukupiga shock usiku mmoja tu afu ukashindwa hata hivi mkono ukashindwa kupeleka kwenda kukilinda hicho kitu ambacho unafanya nini? Mali na kutaka kukusanya vingi. Yaani kuna mtu yeye akikaa tu anawaza nikusanye kitu fulani. Yaani akiona fulani amenunua nani Toyota IST. Mimi nitanunua. Hata kama ana gari, lakini na mimi nitanunua. Amenunua sijui kitu fulani, na mimi nitanunua. Hata kama una uhitaji, yani utanunua tu. Sasa what for? Ni cha nini? Yaani unakifanyia nini ili iweje? Tena kama sisi wa mama ndo tumezoea tunapenda sana kunuaga makorokoro. Mimi naweza nikaenda Tandika, hata sihitaji hata bakuli lakini nimeliona tu limetoka. Lina rangi limechorwa maua, nitanunua. Mume wangu ananiambia, "Hivi hivyo vitu unavihifadhi ndugu vya nini?" Na kuna tabia ile ya kuhifadhi vyombo vyetu vya udongo mpaka wakija wageni. Kwamba hivi havitoki, havitumiki. Mpaka wageni waje. Unavihifadhi vya nini? Alafu sio tu kuhifadhi na unaenda unanunua tena vingine, unaweka tena ndani. Alafu hutaki tena vitumike. Yaani wewe unajilimbikizia tu, unaviweka tu ndani. What for? Kwa ajili unatumia vibovu. Unatumia vibovu, unatumia na vijikombe vya udongo. Mume wangu mimi siku akasema, "Yaani humu ndani mkinipa sahani iliyopasuka ugomvi wake au mkinipa sahani zenu mbaya, kwamba kuna sahani ziko kule kabatini, alafu mimi nisizitumie kwamba zimewekwa kwa ajili ya wageni." Mimi, yaani mkinipa sahani, mimi toka siku hiyo nikawa nimejifunza kwamba zile sahani zitumike tu. Jamani nataka chakula, tunakutengea na zile sahani ambazo sisi tumezihifadhi. Nilikuwa nako katabia nikamanishika, yani na accumulate tu vitu. Kazi yangu ni accumulate tu kuweka, na accumulate tunaweka. Alafu havitumiki. Nikiona hiki nakipenda, nikiona kile, leo imetoka fashion fulani, leo imetoka kitu fulani. Na kichukua. Unajua ni kama addiction. Kuna watu wako pia na addiction ya simu. Akiona version hii imetoka, ataenda kununua. Tena kama watu ambao wanatumiaga iPhone. Jamani imetoka iPhone, yani mtu anahangaika. Kuna mwingine anakosa mpaka kula, yani anajinyima. iPhone fulani imetoka jamani macho matatu. Sasa macho matatu imekufa, imekuja tena nyingine. Atatafuta. Yani yuko tayari hata akose kwa ajili ya kupata hicho kitu. Hiyo ni addiction, na ukumbuke hicho kitu kina kudrive. Yani kinakuendesha. Inawezekana hata pasipo wewe mwenyewe kujua, lakini kinakuendesha. Hali ya kuaccumulate vitu, unavijaza tu vitu ndani, mwisho wa siku vitumii vinakuja vingine vinaliwa. Hiyo hela kama ungekuwa unasikia au unaelewa, kuna watu wana uhitaji. Wewe tayari unavyo, kuna mwingine hana. Yaani hata hicho kibakuli ambacho wewe unaacho mwenzio mwingine hana. Yaani mahesabu yake hiyo hela ambayo wewe umeenda kununua kibakuli, mwenzio angenunua maandazi ya kala. Kwa kabla hujaenda muulize Roho Mtakatifu, nimeishika hii hela, mimi naenda sokoni, nataka tu nyanya, basi kanunue tu nyanya, urudi zako nyumbani.
Kuna vitu vingine unanunua havina kazi, unaenda tu unaviweka ndani, lakini kumbe hiyo hela ingewezekana kutumika kwa ajili tu ya utukufu tu wa Mungu, kwa ajili tu ya huduma. Kuna mtu fulani anahitaji hata vitumbua tu viwili aende akale. Kwa nini usiende kumpelekea? Kwa nini usisikie sauti tu ndani yako inakwambia ni kama umetoka kwenda kununua nyama, kanunue nyama. Wewe umetoka kwenda kununua nyama, ukutana na vichwa vya kuku na miguu ya kuku unabeba. Vya nini? Wakati umeenda kununua nyama, umeenda kununua mahindi unakutana tena na utumbo nao unabeba. Vya nini? Ili iweje? Lakini hivyo vitu vinatudrive. Unaweza ukaviona ni vidogo, lakini nakwambia vinashika watu. Kuna mtu anaweza akasema mimi sina hela, sio kwamba anayo, lakini matumizi yake yametawanyika, yako hivi, yani yako hivi, hata uelewi. Kumbe sio kwamba anayo, ila sasa matumizi yake. Atanunua mfuko, atanunua kile ameona una rangi nzuri, unaona ua lake ile, lazima nichukue kutoka hapa, nafunga aenda kuweka kabatini. Ana gauni analo hajalivaaga mwaka, nimeliona ile kitambaa hichi kipi, anafunga anaweka kabatini. Mwisho wa siku havitumii. Mwingine hata agawi. Mwingine anaweka tu mpaka unakuja ustuke zimetoboka. Mwingine agawi. Kuna tabia za matajiri, unajua matajiri wananoaga shati zinafanana. Kila siku unamwona kavaa ile yani zimefanana tu. Ana suruali zake tu 10, 5, anavaa tu hizo smart, yani safi. Unajua hiyo akili Yaani ana shati zake tu 5, ana suruali zake tu 5, akichomoa pale anavaa, akichomoa hapa anavaa. Yaani hana, unajua ukiwa na nguo nyingi pia nayo ukiamka asubuhi unaanza sasa kwenye likabati unaangalia juu mpaka chini sasa. Alafu mwisho siku unakuja kudondokea pale ile ambayo unaivaga kila siku. Hicho kitu kinakudrive. Kinakushika. Kwanza afu kinakupotezea na muda pia. Amen? Amen. Kitu cha mwisho kabisa naomba nimalizie kwa kusema kuna kitu kingine ambacho kinatutawala ni kutaka approve kutoka kwa wanadamu. Tunakaaga tunahitaji approve kutoka kwa wanadamu, unajua Kuna mtu fulani hawezi akafanya kitu mpaka apate approve. Alafu sasa inategemea mwanadamu ambaye unapata approve kwake ni nani. Mimi nikitoka huko nikitaka kupata approve labda kwa mama hapa. Yaani huwa naangalia na watu ambao naenda kupata approve kutoka kwao. Kwa sababu kwenye maisha haya huwezi kumfurahisha kila mwanadamu. Yaani you can't please everyone. No, you can't. Kwanza Jumanecha ishaimbaga ubinadamu kazi. Yaani tena kazi kubwa sana. Kama huku Uswahilini ni issue, huwezi kumfurahisha kila mtu. Alafu ni walimu wakubwa wako huku Uswahilini wanakuja kukufundisha maisha. Unajua, shakutana na hao watu mimi. Bwana kufundisha maisha afu wao wenyewe walishafeli kitambo. Alafu ndo anakuja anakuelekeza. Unajua hayo maisha hayo bwana, unajua yako hivi na hivi. Kuna jirani yetu mmoja, sisi ni mtu mzima kweli. Na mtona pale tunafanya biashara, siku akanifuata sana, unajua mume wangu muda mwingine huwa yuko serious ya check nao. Akanifuata mimi, akajua mimi ni mtu fulani niko poa, akanifuata anambia unajua mume wako yule anaga story na watu nini muda mwingine, lakini unajua sisi maisha tulipitia, tulikuwaga na magari na nini. Kwa mwambia siwe na dharau situ na nini, ananifundisha. Mimi nikamwambia bwana haya asante bwana nimekusikia. Nikaenda nikamwambia mume wangu sasa, yaani ukishaona mtu hivyo unajua kashafeli. Wanasemaga maji yashamwacha. Yaani basi hapo hamna. Yeye anatoa saizi maelekezo, yani anataka kukava zile gap ambazo yeye alikosea sasa. Anataka kukava kupitia wewe. No, hatuhitaji approve kutoka kwa wanadamu. Approve yetu inatakiwa itoke kwa Mungu tu. Basi. Haijalishi tuko vipi, haijalishi tunafanya vipi. Sisi tunatakiwa kupata approve kutoka kwake, sio kutoka kwa wanadamu. Na pia kingine ni kwamba tuishi kwamba tukijua hatuwezi kumplease kila mwanadamu, tena haswa ambao wako nje yetu hatuwezi. Wana mambo mengi sana wanayahitaji. Watakuja kwako watakufundisha maisha, lakini wewe ufundishwi na hao, sababu wao wana maisha yao. Wewe unafundishwa na Roho Mtakatifu. Ukumbuke kwamba sio wewe tena Bwana Alfred, ni Kristo ndani yako. Yaani kutokea kwa Kristo wewe ndio unatakiwa ufundishwe, unatakiwa kupiga hatua zako vipi, uende vipi. Uhitaji approve kutoka kwa wanadamu. Na kuna muda kuna kitu unaweza kukifanya kwenye jamii, fanya. Uwezi usifanye. Lazima tuwe na kiasi. Hatuwezi kumfurahisha kila mtu, hapana. Tena hasa wanjani huwezi kuwafurahisha Bwana Alfred. Yaani huwezi. Unaweza ukafanya utu, ukafanya kila kitu, lakini siku kichemka moja tu wamekuona wabaya. Ni tofauti na sisi, tunajuana sisi wenyewe kwamba ndani yetu kuna Kristo anatuongoza. Yaani hatuwezi kwamba mimi leo Geoffrey amenifanyia mambo 100, alafu katika moja tu ili nikamwone kwamba Geoffrey ni mbaya. Lakini huko Uswahilini nakwambia 100 utafanya, lakini moja litakutoa katika mstari. Sasa sisi hatuhitaji approve kutoka kwao. Hatuhitaji tufanye eti ili fulani atuone. Sisi tunahitaji kufanya kumrudishia Baba utukufu, sio ili mtu anione. Mimi sifanyi ili fulani anione. Huyo fulani anione, asinione, limchukize, limpendeze, as long as nimepata maelekezo kutoka kwa Mungu na linamrudishia Baba utukufu, nitalifanya.
Yani tubaki hapo kwamba nitalifanya tu, as long as ni approval kutoka kwa Mungu ndio ninaipata, as long as ili jambo linamrudishia Baba utukufu, nitalifanya. Tukumbuke kuwa sisi ni wana wa Mungu. Yesu anasema kabisa kwamba kondoo wangu wanaijua sauti yangu, hawataisikia sauti ya mgeni. Sisi tunaisikia sauti ya nani? Tujiulize, tunaisikia sauti ya nani? Ni kitu gani ambacho kina drive maisha yako at the moment? Ni kitu gani ambacho kina drive maisha yako? Kwa sababu kitu chochote ambacho kinakudrive kinachukua ufahamu wako, kinachukua fikra zako, kinateka mawazo yako. By that time unashindwa kumsikia Mungu. Kuna mambo mengine ni makubwa sana yasitake kututeka na kutudrive tukashindwa kusikia kile Mungu anataka kufanya. Mungu wetu ametuandalia mambo makubwa mno na anatamani kujirivili kwetu katika namna kubwa sana. Yeye ni mkuu sana. Lakini sasa tunashindwa kumpa nafasi kwa sababu ya mambo ambayo yanatudrive. Tunashindwa kumpa nafasi kwa sababu tayari tumeshavichukulia vile vitu kwamba ndo sehemu ya maisha yetu. Hapana. Sisi tayari tumeshakuwa viumbe vipya. Sisi tayari Kristo ndio anatakiwa ateki place achukue maisha yetu. Yaani sisi ni tumenunuliwa. Unajua mtu ambaye umeenda dukani ukakinunua kitu, kile kitu kinakuwa mali yako tena. Kile kitu kina mamlaka tena. Si wewe ambaye umekinunua ndio una mamlaka na kile kitu. Kumbe hata na sisi Kristo alitununua kwa gharama, kwa damu yake iliyomwagika msalabani. Kwa hiyo sisi ni mali yake. Sisi sio mali ya mtu mwingine, hapana. Yaani haitakiwi tuwe driven na vitu vingine vya nje ya dunia hii, hapana. Hata miungu mingine haitaki, yani haiwezi kutudrive sisi. Yani kumbuka tu kwamba mimi nimenunuliwa kwa gharama, kwa damu ya mwanakondoo isiyo na mawaa, sio kwa damu ya wanyama, ya mbuzi au ya ng'ombe. Hapana, nimenunuliwa kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Mungu kabisa. Kwa hiyo hakuna namna kwamba chochote kile kinaweza kikaja kunitoa hapo. Labda wewe mwenyewe umeamua au umetoka nje ya njia kuwa driven na kitu kingine tofauti na vile Mungu ambavyo anafanya. Amen. Mmebarikiwa sana. Hii ni baraka sana. Amen. Shalom. Ya, asante sana Margaret kwa ajili ya neno hili. Ya, kitu gani kinaendesha maisha yako? Ya. Neno linatufanya linatutafakarisha. Kwa sababu ninapoulizwa swali kama hili, kitu gani kinaendesha maisha yako? Simply tu jibu inatakiwa liwe Kristo ndio anaendesha maisha yangu, au neno la Mungu ndio linaendesha maisha yangu. Lakini sasa, is it true? Ndio tunakuja kuangalia kwamba we haupo hivi. Yaani kama vile ni neno linatutafakarisha kwa upya vile ambavyo pengine wanadamu walivyo au ndivyo tulivyo. Lakini limekuja kwa ajili ya kutusaidia na kutukamilisha zaidi, kutuweka katika neno la Kristo, maana yake kumtazama Kristo zaidi. Hapa mambo haya aliyoyataja ni makubwa. Unaweza ukajikuta hata haupo humo. Unaweza ukajikuta kwamba hauna chuki, hauna hasira. Unaweza ukajikuta hauna hofu. Unaweza ukajikuta kwamba mali hazikupelekeshi. Unaweza ukakuta mambo ya approval za wanadamu huna, lakini unapenda cheo. Unaweza ukakuta hata upendi cheo, lakini unapenda sifa. Yaani kusifiwa ndo mwenyewe, yani ukikaa mahali unataka wewe ndo onekane, wewe ndo unataka yani hivyo, yani unapenda sifa. Yani you are being driven by sifa. Yani usiposifiwa unaona kama vile wewe yani bado, yani kazini unataka watu wote watambue kwamba wewe ndio unaweza kila kitu. Yani you are being driven, yani na tafakari yako kubwa inakuwa ndio hapo tu, ngoja nitawaonyesha kesho sasa, ngoja kesho ndo naua kesho. Yani kama mama alivyosema siku hiyo kwamba hii sasa hii ndio itaua. Sasa unakuta unaua na vitu ambavyo vilikuwa vina uhai. Lakini wengine unakuwa driven by uvivu. Unakuwa tu upo hivyo, yani unakuwa ni mvivu tu. Uvivu ndo unakuwa yani hutimizi neno la Kristo. Anasema kwamba atabariki kazi za mikono yako, wewe ni mvivu. Uvivu ndo unakuendesha. Kuamka unaamka utakavyo, kufanya kazi mvivu, kuwaza mvivu.
wewe tayari ushapotea kimsingi. Lakini pia wengine wanakuwa driven by ushabiki. Yaani ushabiki unakuwa umekupoteza, umepotea umo kwenye ushabiki, au uonekani tena upo huko. Tulikuwa tunaongea siku moja, kama unakumbuka, mambo ya Yanga na Simba. Tulikuwa kwenye gari, sisi tunapita njia ile kule, tulikuwa tunasema ni roho kabisa. Ndio maana watu mpaka wanakufa. Yaani ukuta mtu amezama kwenye Yanga na Simba. Ikifungwa Yanga, pressure. Ikifungwa Simba, pressure. Wengine mpaka kupigana. Wengine mpaka kuto kusemeshana. Sasa yote hayo ya nini? Yote hayo ya nini? Yaani umeenda mbali na Kristo, umetengeneza muungu wako mpaka huyo anaishi kabisa na anaweza kukuhukumu siku yote hata ukafa. Anahukumu, ana control maisha yako, ana control kula yako, ana control mood zako. Mwezi ujao tunakutana na Simba, sijui itakuwaje. Yaani unaishi mwezi ujao kwa Yanga na Simba, tena kwa watu ambao kwa hiyo wewe ushabiki tu Yanga na Simba, si Manchester. Yaani unaishi Ulaya, upo Tanzania. Amen. Kwa ili neno linatupa kutafakari maisha kiujumla. Kwangu ninavyoona, unaweza ukawa haupo katika haya mambo makubwa makubwa, lakini ina mambo vidogo vidogo ambavyo unaweza vidogo ambavyo vinakupelekesha, unakuta vinakutesa kweli. Siku moja mama alisema kwamba yeye alikuwa hapendi sana mtu ambaye anatafuna. Lakini usipoangalia unaweza ukakuta kwamba mama alishatoka huko. Usipoangalia unaweza ukajikuta you are being driven na hako tu na ukapotea, ukapotea. Sasa ni kitu tu ambacho kwamba huyu nicha kupotezea tu, usizisikie. Kuna sauti ambazo unatakiwa usizisikie. Ako ka sauti usikasikie. Sasa ukiwa kila kitu nakisikia ile ulikuwa una ibada, unaikuta huwezi kuendelea na ibada yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu yetu unaanza kutafuta hivi, huyu yukoje, liangalie ilivyo jeusi, linavyoonekana hata aliogagi. Unaanza kunenda mbali. Lakini kumbe kitu kadogo tu kamekutoa na kana kushughulikia kweli kweli. Sasa sio tena, it's not about yeye, it's about you. Ambaye ndio tena unayepigwa hapo. Na unakuta unapigika kweli kweli, mtumishi wa Mungu. Kwa mimi kifupi tu nashukuru Mungu vile ambavyo amekufunulia neno hili. Na tunapenda tu tulitazame katika namna hiyo, katika namna ambavyo sisi tunaishi, ni vitu gani ambavyo vinatupelekesha. Mimi mwenyewe nilikuwa sipendi sana ile nikute mtu ameingia washroom alafu hajamwaga maji. Inanivuruga na imenivuruga muda mrefu sana. Simtaki kabisa huyo mtu. Sasa unakuta hata kumtangazia injili siwezi. Naweka gap kubwa kwamba huyo kaa huko. Akaja siku moja kuniponya Apostolska, tumekaa pale nje. Nilimwambia siku hiyo, unajua bwana, hichi kitu mimi kinaniuzi sana. Akanitafuta kushoto kulia, akanibamiza, nikatulia. Lakini kweli unajua vile ambavyo unasumbuka moyoni mwako ni kama vile unachochea kile kitu zaidi. Lakini vile ambavyo na wewe unakuwa kuto kukisikia, kukipuuza, ndio unakuta kinakata, kwa sababu unamiliki ile situation. Amen. Kwa Mungu akubariki sana Margaret kwa ajili ya neno. Karibu brother. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada, asante mtumishi wa Mungu wa somo zuri. Ni somo zuri sana, natupa kujitafakari ndani ya Kristo. Kwa jumla mambo yote ambayo yamezungumza, ilikuwa tunaona vile ambavyo thamani yetu tumetoka kujifananisha na Baba, tunajifananisha na ulimwengu jinsi ulivyo, kwa sababu Paulo anasema jivikeni Kristo. Kujivika Kristo
ni sisi tunajivika Kristo. Sasa unakuta mtumishi wa Mungu labda kwa mfano unasumbuliwa labda na hofu. Na neno linakwambia kwamba hujapewa roho ya hofu. Unachotakiwa ni kufanyaje? Unachotakiwa kufanya ni kwamba kile ambacho kinakuwa kinathibitisha hofu yako wakati kinakuja, wewe nenda tu kafanye. Kwa mfano umeitwa labda uongee. Nenda tu kaongee, ndo namna ya kuiangusha ile ngome. Au labda mtu amekuudhi. Yule aliyekuudhi hajakuudhi kwa ajili yake, ni wewe unapimwa. Ni wewe unajisaminisha na nini? Kwa sababu hata Yesu Kristo aliulizwa na shetani. Alienda kuthibitishwa na shetani. Lakini Bwana Yesu anatufundisha kwamba sisi hatuthibitishwi na ulimwengu, yani na shetani. Tunathibitishwa na Mungu. Kwa sababu gani? Baba ameshasema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Ameshasema Baba. Natazama alichosema Baba. Sasa wewe unasema kwamba huyu jamaa ameokoka lakini mlevi. Mimi Baba amesema anapendezwa na mimi. Umeona? Kwa hiyo jivikeni Kristo, na tunatakiwa tumtazame Kristo. Tumtazame Kristo. Unatakiwa kupenda, kuna mtu labda amekuudhi au kuna nini, ili kuangusha ile, wewe nenda tu. Kataki kama ni suluhu, taka tu suluhu. Usitake sijui mambo ya nini, nenda tu kataki tu suluhu. Unatakiwa kupenda, wewe penda tu. Mimi nimethibitisha ili kwamba unapokuwa unafanya vitu hivi, zile ngome ndani zinaanguka. Zile ngome ndani hazikai. Kwa hiyo vile ambavyo ngome ndani hazikai, vazi la Kristo unazidi kufanyaje? Unazidi kulivaa. Unazidi kulivaa. Mwisho wa siku unajikuta ni mtu ambaye thamani yako kila kitu unamwangalia Baba. Apostol aliwahi kutufundisha kitu moja, akatuambia kwamba chochote kinachofanyika hakifanyiki kwa ajili ya mwingine, ni kwa ajili yako. Kwa hiyo ukiona chochote kile kinakushika wewe, ujue hicho ni kwa ajili yako. Sio yule mtu anayefanya, ni wewe. Ina maana kwa hivyo kama umeshajigundua kwamba ni chochote, ukishapewa elimu kama hiyo ni elimu. Kwamba chochote kumbe kinachoniuzi sio kile kinachoniuzi, ni mimi. Sana kuja kunithibitisha kwamba thamani yangu nimejitambua. Thamani yangu najifananisha na hichi au najifananisha na Baba. Baba ameshasema mimi ni tajiri. Baba ameshasema mimi ni mwanae mpendwa. Mimi tukufahamu hilo ndio thamani yangu. Haya chini hawezi kuniendesha. Kwa hiyo kutokea hapo Roho Mtakatifu ataniongoza. Sasa hivi bwana natakiwa kununua gari. Sasa hivi bwana hapana. Hii bwana peleka kanisani. Hii bwana hebu wape hawa. Kwa kutokea pale, kwa sababu ndani yangu nimejivika Kristo, nitamsikia Roho Mtakatifu. Nikampe mage nitampa. Hii bwana peleka huku siendeshwi tena na ulimwengu, kwa sababu ulimwengu nimeshautambulisha kwamba kwenye fikra kwamba thamani yangu ni ile ambayo Baba ananitazama, sio ambavyo ulimwengu unanitazama. Amen. Kwa hiyo ndugu zangu, tumeumbwa hapa ulimwenguni sawa na ile neno kwamba tumeumbwa tuje tutawale na tumiliki. Sio tutawaliwe na tumilikiwe na hivi. Amen. Kwa hiyo sisi ni hekalu la Mungu. Tunatawaliwa na Roho Mtakatifu katika kila eneo. Kwa hiyo kwenye vijivitu hivi vidogo vidogo tu, somo hapa limenifundisha kwamba nijitazame zaidi mimi. Kwamba hiki kwa sababu kile kinachotokea ni kwa ajili ya kuibua. Kama ni kuchukia, basi kinaibua chuki ndani yako. Kinapoibua chuki ndani yako, utakuwa una vazi la Kristo sasa linakuwa lile vazi la Kristo linakuwa sasa lina vilaka. Linakuwa sio jeupe tena, sio la mng'ao tena, kwa sababu kuna kachuki kidogo hapa. Ukiinuliwa kidogo sasa na chuki, ni mlango wa kuingiza mapepo. Unaweza ukawa umeokoka, mapepo yanakuandama, una michuki ndani. Kwa nini? Kuna kama mlango umekaachilia mwenyewe bila kujua. Kuna kitu tu ukiona unachukia, basi ile chuki imekaa. Haleluya. Wakati wewe ni vazi la Kristo. Kwa hiyo chochote kinachoinuka inabidi kufungua mlango wa shetani, lazima tuwekea kama neno ambavyo limetuelekeza. Tumebarikiwa sana. Amen. Shalom. Na mimi pia nashukuru kwa ajili ya neno. Sijajua naanzia wapi, ila kwa namna alivyoliongea, kama alivyosema Shemu, ukiangalia kaka unaona mbona hamna sehemu ambayo mimi nipo, ila ukija sasa ukajiangalia, ukakaa mwenyewe, ukarudi nyumbani ukatafakari, unagundua tu kama haupo kwenye hasira
upo kwenye kuplease watu. Yani hapa alipokuwa anasema hatia, hofu, mali na vitu, yani kuna lengo tu, unakuta ukikaa ukijitafakari kabisa, yani ukawa mkweli nafsini mwako, unagundua tu kuna kitu ambacho kwenye hata alivyovisema Shemu, umekaa sehemu fulani ambapo umejifungia. Yani kama hatia, unakuta kuna mambo tu anayafanya kwa sababu ya vile alivyokoseaga kipindi kile. Yani hatoki pale sana. Unajua kipindi kile niliwahi kufanya kitu fulani, mtu alinishauri nikashindwa. Kwa hiyo mimi siwezi tena. Yani siwezi nikafanya tena hivyo. Yani unakuta tu ile hatia kipindi kile bado inatembea, inaongoza maisha yake mpaka mwisho. Yani ni somo ambalo mimi kwangu, yani wakati anasema ni kama yani nilikuwa tu nipo katika kujitafakari mimi, sio mtu mwingine, mimi. Nikaa natafakari tu vile ambavyo mimi kuna mambo mtu akiyafanya, yani inanichukua, yani mpaka ile hivi anajikuta nani huyo? Yani panaanza mdogo mdogo tu, mtu amekusalimia sasa, mbona kama amenisalimia kwa kunidharau? Kwanza mwangalia hivyo viatu gani hivyo? Viatu viko out of fashion. Yani ninapoendelea kumtafakari ndivyo ambavyo ninapoendelea kupandisha ile. Mwangalia kwanza, hapa anatembea kwa madada. Anajikuta nani? Mtu mwenye pochi mbaya. Yani alipokuwa anasema ni kama kwangu ikawa inaenda kwamba kuna sehemu ambapo natakiwa niendelee kuimprove, kwamba kuna level ambayo natakiwa Kristo nijitazame vile Kristo anavyonitazama mimi. Yani hata kwenye makanisa sasa hivi kuna ile kwamba kanisani mtu amevaa suruali inambana sio na nini. Kwako wewe unakuwa unaitazamaji. Yani wewe unapokuwa unaitazama kwamba umeenda labda kwa mtumishi, ukuta mtumishi amevaa mke wa pasta amevaa labda kigauni kifupi kinambana au vipi. Yani unapoipokea vile, wanasema taking thing offensive is a choice. Yani mtu akikuzaba kofi, kureact ni wewe, maamuzi yako. Sasa unapo react inafunua wewe ndani yako upoje. Unaweza ukachukua hatua ukamzaba kofi, au unaweza ukachukua kumuuliza kwa ajili gani umenipiga, au unaweza ukaamua kukaa kimya. Sasa vile unapo react inafunua wewe ndani yako ni nani. Sasa yani kwangu mimi wakati anafundisha nilikuwa ilikuwa kwangu yani ninajiona kwamba hapa kuna sehemu yani kuna sehemu ambapo ninatakiwa niweke jitihada, juhudi kwamba hichi kitu lazima kitoke. Lazima yani hivyo. Hata hivyo kunasema kwenye mali na vitu au kuplease watu wengine. Unaangalia kwenye maharusi. Wanasema labda harusi single 70,000, double labda 150,000 hivyo. Lakini kwenye harusi hizo kuna watu wanachangia 2,000,000, 4,000,000. Kwa nini unachangia hizo zote? Ni ile tu kwamba utukufu kwenye kamati pale waseme jamani, huyu brother amechangia 4,000,000 kwa ajili ya shughuli yako. Lakini huyo mtu ikija kwenye project ya kanisa kusema jamani, kanisa linahitaji viti 50, aonekane. Hii kanisa linapenda sana michango. Watumishi wanapenda sana kula hela zetu. Lakini kwenye harusi ikitokea labda nini, mimi nitatoa kreti 50, msijali, sijui na nini. Yani au yule mtu ambaye anapenda tu kununua vitu kama alivyokuwa anasema, mtu una nguo za tokea 92, tokea umeolewa uko na mume wako, lile gauni la kwanza mlilokutana kwa ajili ya nini? Gawa watu hawana nguo. Yani mtu una nguo tokea huko mwembamba mpaka sasa hivi uko mnene, umerudi unatunza tu kwamba kuna siku naweza nikapungua. Ukipungua unanunua nyingine. Yani kiatu unasema hichi kiatu ndio siku ya kwanza nimepata kazi nilikivaa ili iweje? Yani kuna vitu ambavyo ni tabia ndogo ndogo tunaona amna, hii ni vitu vya kawaida, lakini ukiangalia ndani zaidi, ukitafakari zaidi kuna tatizo. Yani kuna sehemu tu ambayo wewe una tatizo. Ukienda yani hiyo tabia hata mimi ninayo. Nikienda nimesema naenda kununua nguo, nimeweka bajeti hii. Ile bajeti itakuwa mara 3 nikishaenda. Yani nikiweka kabisa kwamba hapa nitanunua kiasi hiki. Ile nikishafika pale mara 3 mara 4. Yani abaza hivi kwa yeye nimenunua. Lakini nakuwa nimeshanunua. Yani unanunua vitu ambavyo sio vya lazima. Umeona tu hichi kitai kwa sababu unauza 1,000, ngoja tu nikinunue. Kilikuwa kwenye plani. Kwa mfano kama unakuta nimeenda lengo ni kununua magauni. Unafika hapo unakuta kiskina.
Shingapi? Nauza 3,000. 3,000 tukuja nichukue. Hakikuwa kwenye plan. Lakini hiyo 3,000 yawezekana ningeweka sehemu nyingine ingekuwa more productive, au ningeenda kwa mtu mwingine ngambia shika hii 3,000. Yawezekana ndio ingemsaidia kununua dagaa ale na familia yake. Kwa hiyo yani kwangu mimi yani somo lilikuwa linafundisha yani kuna vitu vidogo vidogo na vikubwa ambavyo sisi kwetu tunaviona kwamba sio issue kubwa sana. Sio, lakini ukiangalia ndani zaidi hivyo ndio vitu ambavyo sisi vinatuzuia kufika sehemu ambapo Kristo anataka sisi tufike. Mfano hata kwenye hofu amezungumza. Yani kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe ukiangalia kabisa sasa baba mwenyewe aliwahi kuwekezaga kwenye shamba alikumlipa. Hata anko zangu niliona mimi na mimi niwekeza kwenye shamba haiwezekani. Lakini wewe tukikuuliza utasema mimi siogopi. Ila unaogopa ndio maana huwezi ukawekeza kwenye shamba kwa sababu una reference kwamba hata fulani aliwahi kufanyaga hivi. Hata fulani mimi siwezi. Mimi haya mambo siwezi nikayagusa. Kuna watu mimi nawafahamu walishaingiaga chaka hivi. Mambo ya kuaminiana haya. Watu wanaingiaga chaka hivi. Unamwamini jamaa yako, unampa hela, anakuingiza chaka. Hofu inakuwa mlango. Yaani kwa hiyo mimi namshukuru kwa ajili ya somo kwa sababu ni la kulifanyia kazi. Amen. Amen. Shalom. Asante dada Magi kwa somo. Umefundisha vingi. Tunaendeshwa na nini? Lakini ukija ukiangalia kimsingi kwamba hili somo watumishi wamejaribu kugusa maeneo tofauti tofauti. Kuna mambo ya chuki, kuna mambo ya hasira, hofu. Haya yote pia unaweza kuwa huna, lakini huna maarifa katika kuishi hayo. Unaweza kuwa una juhudi kufanya kazi lakini huna juhudi katika nini? Katika maarifa. Kwa ukija ukiangalia ni kwamba hili somo kila mmoja kwa namna yake linamhusu kwa lengo linalomhusu katika hilo eneo ambalo anahitaji kukamilishwa na Kristo. Amen. Amen. Kwa sababu hata ukisoma ile Warumi 10 mstari wa pili anasema kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Kwa hiyo maana yangu ni kwamba unaweza kuwa na juhudi pia hata katika mambo ya kanisani, unafanya maombi kweli lakini hayana maarifa. Inakuwa ni kelele mbele za Mungu. Na pia mtumishi hapa amesemea issue ya chuki. Unajua kuna kuchukiwa afu na kuna kujichukia. Watu wanaweza kuwa hawakuchukii lakini wewe mwenyewe unafanya nini? Unajichukia. Na ndio maana Biblia ikaenda mbele kidogo ikisema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Lakini sisi wana wa Mungu ni kwamba Mungu ametuvusha, alituonyesha pendo kupitia mwanae. Kwa hiyo tayari sisi ni nini? Ni pendo. Chuki sio sehemu yetu. Na wala hatutakiwi tuanzishe nini? Chuki. Kwa hiyo automatically naomba tu nikwambie kwamba utakapoanzisha kujichukia wewe, watu wanaweza kuwa wanakupenda. Wewe mbona vitu vyako unafanya kwa ukamilifu, lakini wewe ndio unapanda ile mbegu. Amen. Amen. Kwa hiyo nachoomba wana wa Mungu ni kwamba sisi kama sisi tusijichukie. Kwa hiyo hata kama mtu akikuonyesha ishara ya kukuchukia, rudi katika mstari wako kwamba wewe ni nini? Ni pendo. Na kuna kitu kingine, hofu manake yani hofu inapokuendesha ni rahisi sana kuleta uharibifu. Nikiwa na maana kwamba hata katika jambo linapotokea utatafuta mtu wa kukushauri kwa hofu ukiwa na hofu. Niliwahi kusema siku moja hapa kanisani kwamba sio kila mtu hata kama ameokoka, hata kama ananena kwa lugha, amewekwa kwa ajili ya kutatua changamoto yako. Tunahitaji utulivu wa hali ya juu. Lakini wengi unakuta unapopata changamoto una guess kwamba nani Alfred naona waga anaomba sana atanisaidia. No, kama hajakusudia unaweza kumuona tu mbaya. Amen. Amen. Yes, kwa hiyo hapo katika hofu haitakiwi ufanye maamuzi katika msingi wa hofu. Katika kutoa sadaka usitoe sadaka katika msingi wa hofu. Unajua watu wengi wanaogopa kutoa fungu la 10 lakini hawana maarifa katika kutoa lile fungu la 10. Na ukimwambia anakuambia kwamba imeandikwa leteni zaka kamili lakini hana maarifa. Naomba tu niwahakikishie nimetafiti sana, asilimia kubwa ya wapendwa wanaotoa fungu la 10 ndio masikini na wanaishi maisha ya uhitaji. Lakini siku moja nikasema hilo mbele ya baadhi ya wapendwa fulani, nikaonekana kama ni mtu anayetaka ahasi. Nikamwambia no, lazima tuwe na data kamili. Mungu sio dhalimu, si amejitambulisha hivyo. Kwamba tunapoweka mzigo hapa na mimi natamani nione nini? Matokeo.
Tusitoe tu kwa hofu kwamba mchungaji amesema leta fungu la 10 ishichangia, unachangia kwa hofu. Ni kitu ambacho kifanye nini? Hakihitajiki. Sambamba na hilo, naomba tuseme kwamba hata tunapoenda katika kuomba, tusiombe katika msingi wa hofu. Paka amelia unaingia katika maombi. Sambamba na hilo, kesho yake asubuhi unasindikiza na mfungo. Lakini huo mfungo unakuwa katika msingi wa nini? Wa hofu. Kwa hiyo inakuwa haina maana yoyote. Tunakuwa tunaingia chaka pasipo wenyewe kujua. Na kuna issue pia amesema mtumishi, mali na vitu. Unajua kila situation ulionayo wewe, Mungu anaanza na wewe hapo. Ndicho kitu ninachoamini. Kwa sababu hapa kila mmoja ni beacon. Yaani hapo Alfred brother ulivyo, kuna mtu anakunyoshia kidole kama Mungu natamani wewe kama Alfred. Amen. Kwa hiyo Mungu amekuamini, upo hapo, ni wewe sasa kutafuta maarifa na kumwambia Mungu nipandishe viwango zaidi. Lakini haina maana kwamba upaniki afu yani upaniki utake kwenda mbele kwa haraka. No, mlingane Mungu. Kwa sababu kila mmoja kwa level yake kuna mtu amemweka kama beacon na ndio maombi yake kwa Mungu. Dada Mage nakumbuka Jumapili iliyopita alisema Mungu hizi bajaji sizitaki, kuna watu wanataka waanzie hapa. Amen. Kwa mimi nikaichukua sio kwa bajaji tu, hata katika maisha yetu. Kuna vitu unaweza kusema kwamba mimi sina, lakini kuna mtu yeye anakuona kwamba una nafuu, anatamani hata anzie katika hiyo pointi uliopo. Kwa hiyo pia tushikilie, na hii hali ya kuwa yani kusifiwa na watu kwamba umefanya jambo fulani. Hebu fahamu zetu ziondoke huko. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ya Mungu. Tukae katika mkao kwamba kitu chochote unachokifanya, hata kama Pastor Rose au Geoffrey au nani hakuoni, fanya Mungu amekuona. Alafu Mungu atagusa watu wake, watakuletea nini? Hiyo hongera. Lakini usitutengenezee mazingira na throne of grace. Lese umeenda kwenye kituo cha watoto yatima unapiga picha na nini? Ni sawa. Lakini naomba tuegemee sana Mungu atuone. Mungu, yani unajua kuna namna unaweza kaita waandishi wa habari wakuone, wakutangaze, upigiwe simu. Bana hongera, nimeona umesaidia watoto yatima. Ila naomba tumfanyie kwanza mwenye vitu. Alafu yeye ndo atagusa watu, watatuletea hizo hongera. Amen. Kuna mtumishi pia amegusia issue ya ya social mambo ya mitandao ya kijamii. Mimi ninachoamini binafsi, ila naomba nikushirikishe. Neno ndo linalofundisha, sio social network. Amen. Na hata kama hicho kitu unachojifunza katika hiyo mitandao ya kijamii, angalia msingi wake. Amen. Kwa sababu unakuta mtu anaangalia labda maigizo, mtu anachepuka, lakini naye pale anachati na mchepuko. Afa anakuambia kama michezo inafanya nini? Inafundisha. Sijui mmenielewa hapo wana wa Mungu. Kwa hiyo angalia kitu chochote ambacho unajifunza kipo katika msingi gani. Lakini pia kitu cha mwisho naomba nihitimishe kwamba wewe mwana wa Mungu, taarifa yoyote utakayoletewa, dada Agapa amesema mtu akikupiga kofi, kurudisha kofi ni wewe mwenyewe utakavyoamua. Kwa hiyo taarifa yoyote utakayoletewa, hebu ichuje. Angalia kama inakuhusu, kama ina ukweli ndani yake, ifanyie kazi afu utoke huko. Tusio watu wa kureact. Nakumbuka Kakaima kuna rafiki yake alimwambia wewe mbona unanuka mdomo? Ila alipokea akamfuata, kwani na shida hiyo naomba unisaidie. Sio unaona? Lakini nakutaka kwani amenionaje? Kwamba sipigi mswaki. Kweli unaweza kuwa na juhudi katika kupiga mswaki, lakini kumbe kuna jino linahitaji tu maarifa ya kulitoa ili kuokoa jahazi. Ndio yale yanayosemea. Kwa hiyo hata tunapopokea taarifa zisituumize, bali tuangalie, je, tuko sehemu ya hapo? Amen. Nimebarikiwa. Mungu awabariki sana. Amen. Kwenye amani na watu. Kwa mfano neno linaposema kwamba kuweni na amani na watu wote. Kuna watu wanaweza wakawa hawana amani na wewe. Lakini neno linapokuambia kwamba uwe na amani na watu wote, ni wewe moyoni mwako kuwa na amani na watu wote. Kama hana amani na mimi, ni yeye. Lakini mimi ndani mwangu niko fresh. Jingine ile kwenye swala la hofu. Unapoenda kuomba mbele za Mungu, lakini yani baada ya kuona kitu, maana anakuwa vile vile umejisaminisha na paka, kama unaenda mbele za Mungu. Achana na yule paka, usiombe. Mshukuru tu Mungu. Ndani yako ukikuwa fresh, umeona sasa una uwezo wa kusema na Baba, sema na Baba. Ila isitokee kulingana na kitu ulichokiona.
unakuwa kile kitu umekifanya kwamba kimekuthibitisha. Umeona? Kitu ambacho kinakuwa mbaya zaidi. Amen. Yeah. Nataka niseme neno. Sema kidogo. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi binafsi nashukuru sana. Namshukuru ni mwinjilisti mama. Mwinjilisti mwalimu. Yeah. Umefundisha vizuri. Umefundisha vizuri. Nimejitahidi sana kutega sikio. Lakini pamoja na wewe kufundisha vizuri na waumini wote kwa namna ambavyo mna neno linatolewa alafu mnalijadili kwa kadri mtu alivyoelewa, ni jambo jema sana, kwa sababu inasadikisha kwamba waumini ndio wahubiri wameelewa jambo. Ya, nashukuru sana kwa utaratibu wenu ambao mnakwenda nao. Labda niseme tu kwamba nyie bado ni vijana na mnafundishana neno la Mungu mkiwa vijana, lakini sasa muenende katika hali hiyo hiyo ya kuwa na neno la Mungu siku zote. Kumbuka hata mama Yesu alipozaliwa walikuja mamajusi, walikwenda mamajusi kutaka kumpa zawadi na kila kitu ambacho walikuwa wamekifungasha, lakini walipitia kwa Herode kwanza. Herode akawapa message, na baada ya yeye kusikitika, lakini kwa sababu hakulipokea yeye kama yeye kwa furaha, alilipokea tofauti, kwamba kuna mfalme mwingine amezaliwa tena zaidi ya mimi. Basi nendeni mkafanyaje, mkamuone, lakini mtakapomuona kisha rudini kwangu na mimi mnipe nini, taarifa zake, ili na mimi niende kumuona. Kumbe yeye alikuwa na nia ovu. Sasa mimi ninachowaombeni tu wanangu, msirudi tena kwa Herode. Nyokeni na njia yenu hiyo hiyo siku zote. Bado nyinyi ni vijana, lakini muombeeni Mungu kila siku awawezeshe kwa namna ambavyo Mungu atawajalia, ili muweze kufika mpaka Golgotha. Asanteni sana. Amen. Karibu mama. Hamna shida. Shalom. Namshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Sijui nisemeje, kwa sababu wote ambao wametangulia kusema, yani kwamba tukiangalia katika mwili kila mmoja ameshikwa mahali. Si ndio? Hakuna hata mmoja anayeweza kuchomoka. Amen. Amen. Yes. Yani huu mwili ukiutafakari sana, lazima utafika mahali utakubana tu, kwamba mbona wewe uko hivi, yani mbona zitakuwa nyingi. Hakuna mtu anayeweza kuchomoka. Amen. Yes. Wanasema msienende kama ulimwengu unavyoenenda. Haya yote ambayo yametajwa hapa, ukweli ukiyaweka kwenye mwili utakuta 95%. Yani 95%. Hauna hofu. Yani uko tu umetegwa mahali kwenye mali, ila wewe hujijui. Ila sisi wapendwa watazamaji tunajua kwamba mbona huyu amekabwa sana kwenye mali. Ila yeye hajijui. Mbona huyu anaendeshwa sana na vyakula. Si ndio? Yuko radhi kununua kilo 10 halafu zote akala peke yake, zingine zikaoza akatupa. Si ndio? Yeah, ni kwamba unaendeshwa na vyakula. Ila kujifahamu ni ngumu sana. Lakini hatuhitaji tujifahamu. Amen. Kwa sababu anayeweza wewe huwezi kujitoa, ila ni Kristo. Uwe ni mwendo taratibu, kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Amen. Amen. Unaendeshwa na hatia hivyo. Ipo, lakini sio kwamba wewe utadumu tu kuishi katika hatia. Kadri unavyoendelea inaisha. Kwa sababu gani? Tunakuwa. Yani kadri tunavyokuwa inaisha. Kama alivyosema mzee Mayolo, ni kudumu. Ni kudumu. Hamna kurudi nyuma. Na nani anayetufanya tudumu? Kristo. Kudumu katika neno lake. Na maarifa ni yapi? Maarifa kujua kwamba mimi
sina hatia, sihesabiwi hatia. Hayo ndio maarifa. Hayo ndio maarifa. Hakuna maarifa ambayo yanaweza kukutoa wewe kujihesabia hatia, isipokuwa maarifa ni kutambua kwamba mimi sihesabiwi hatia, sihukumiwi kwa kitu chochote, kwa sababu hatia ni ile wazungumza guilty conscience. Yes, iko ndani, hausemi, ila unaliwa, inakula ndani kwa ndani, halafu mpaka inafika mahali hata mwili wako unanyung'unyia. Lakini wanashangaa watu, kila siku unakula vyakula vizuri, ila unaisha ni ile ndani. Tunaposema hatia, hausemi, ila ni ndani kwa ndani, unaliwa, inafika mahali mpaka mwili unadhoofika. Amen. Amen. Kuna nyakati ambazo tunaishi kwa hofu, hofu ya kushindwa. Watu watanionaje? Hofu. Kuna nyakati ambazo tunaishi maisha sio ya kwetu, tunaishi maisha ya wengine. Hautaki kuwa kama fulani alivyokuwa. Sitaki kuaibika kama vile ambavyo baba yangu aliaibika. Sitaki kuishi maisha kama ya mlishaona yaani mimi sitaki kabisa kuja kuishi kama maisha ya fulani, sitaki kabisa. Yaani ni hofu. Yaani unajiweka kwenye maisha ambayo sio yako. Ni kama unamuishi mtu fulani na unataka kuprove kwamba yeye sio yule. Lakini kumbe wewe una maisha yako. Wewe una maisha yako. Maana yake ni nini? Ishi wewe. Kwa unakuta mtu ana struggle, mbona huyu, kumbe anataka tu kuprove ulimwengu kwamba mimi sio sawa na yule, na sihitaji niishi kama yule alivyokuwa anaishi. Nataka niwe zaidi yake. Yaani hofu. Maarifa ni yapi? Maarifa ni kukataa kwamba mimi sina hofu, sijapewa roho ya hofu, mimi ni jasiri, ninaweza hiki, Kristo ndani yangu anaweza hiki. Hayo ndio maarifa. Lakini ukiishi katika unataka kuishi kesho kabla hujaifikia, huwezi ukafika, utaishi kwa hofu. Je, nikifikisha miaka 30 kabla sijawa na hiki, baba yangu yani mpaka anafikisha miaka 70 hajawahi kumiliki hiki, mimi lazima nimiliki, mimi lazima. Kwa hiyo unakuta yani unamuishi baba, yani unamuishi baba, unamuishi sijui nani, yani maisha yako ni kama hivyo. Ni kama unataka kuuthibitishia ulimwengu waone kwamba no, mimi sio kama yule. Kwa unakuta wewe unaishi kwenye kifungo ambacho wewe hujui. Na ndio maana nimesema hivi, yani hapa neno wakati nasema mimi nilikuwa najiangalia, mimi huhitaji kumwona kwamba na fulani huwa yuko hivi na fulani yuko hivi. Yani wewe kwa asilimia ngapi hauko hivyo? Kinachoweza kututoa ni maarifa tu. Mara nyingi binadamu tumeona, yani tumepewa kuona fulani ndio yuko vile. Lakini nikikupa mgongo wangu uniandike vile mimi nilivyo, ule ni mwili, hautaacha kuona. Utaona tu. Utaniona tu. Utaniona tu. Amen. Amen. Utaniona tu. Lakini bado tujue kwamba sisi sio mwili, sisi ni roho. Sisi ni roho. Na kama ni roho tunaongozwa na roho. Amen. Amen. Tunaongozwa na roho. Maarifa ni kujua kwamba mimi sina chuki. Mimi sina chuki. Ninapenda. Hata kama mtu atanikosea, nitaendelea kusema haya maneno. Hata kama machozi yananitoka, nitaendelea kusema. Sina chuki. Hata kama ndugu zangu wananichukia, siwezi kuwachukia. Kwa sababu mimi ni pendo la Mungu. Mimi ni pendo la Mungu. Inaumiza sana unapoona ndugu zako wanakuchukia. Au mtu wako wa karibu unaona kabisa kuna kitu fulani anakitenda. Lakini wewe sema kinyume chake. Hayo ndio maarifa. Sema kinyume chake. Lakini tukiangalia huu mwili, hakuna atakaye kuwa salama.
ila ndani ya Kristo tuna ujasiri wa kusema kwamba hatuna hofu. Tuna ujasiri wa kusema kwamba sisi hatuendeshwi na mali. Mali ni mtumishi wetu, vyakula ni mtumishi wetu, fedha ni mtumishi wetu. Atatutumikia wala hatutatumikishwa. Hatutakuwa na mamilioni benki wakati watu wanateseka. Vyakula kwenye mafriza havitatuozea. Hatutaongeza ndani tuna kilo 5 za samaki alafu tutaenda tena kuongeza zingine na zingine, kwa sababu ikitokea kesho bei ikapanda, bei ya samaki, hatutajilimbikizia. Amen. Amen. Tutawajali watu. Tutawajali watu. Kuendeshwa na kitu maana yake kwamba anakuwa kiongozi wako, lakini Roho Mtakatifu akiwa kiongozi wako atakwambia tu, atakwambia na hautasema ngoja kwanza mimi ninunue hiki, ngoja kwanza mimi nifanye hiki ndio nimsaidie. Hapana, Roho Mtakatifu atakwambia tu, hebu msaidie kwanza uone kama Mungu hatakubariki. Amen. Lakini mara nyingine tunapenda kwanza tufanye kwanza hiki, sisi kwanza tufanye hiki. Alikuwepo wakati nasoma kwa shida. Mimi nimesoma kwa shida, nimepata kazi kwa shida, kwa hiyo lazima kwanza mimi. No. Aliyekupa haukuwa wewe. Ni Mungu ndio amekuwa sababu ya wewe kuwa hapo ulipo. Kwa hiyo Mungu anapotaka kitu kwako, atamtumia mtu. Atamtumia muhitaji. Atake kitu kwako, achilia. Amen. Achilia, mpe. Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa vipimo vya kujaa na kushindilia. Amen. Yani natamani sana yani hivi vitu tuvigeuze. Na tusipointi walioko kule, tujiangalie sisi. Amen. Yani binafsi. Yani mimi binafsi. Unajua kuna wakati mnaongea machozi yamenitoka kwamba okay, Mungu anasema na mimi. Yani sina haja ya kusema kwa habari ya Alfred, ila Mungu anasema na mimi. Mungu anasema na mimi kwamba kuna wakati hebu ule kama alivyosema una hiki. Kuna wahitaji. Kuna wakati kuna watu ambao wamenifikisha mimi hapa nilipo. Umenielewa? Kuna watu ambao wananiombea, nimewakumbuka. Kuna watu wengine ambao hawajaniombea, wako kule nje. Ninawakumbuka. Amen. Kumbuka kwamba mahali popote ambapo nipo, kuna watu ambao wamenifanya niwepo hapa. Sasa katika yote haya, katika vyote ambavyo tumesema, hebu turudi tu sisi wenyewe. Amen. Turudi sisi wenyewe kama kanisa, kama mmoja. Tuna nguo, tusitoe. Tuna fedha, hauna nguo, una fedha, toa. Amen. Unajua hakuna mtu anaweza kusema kwamba hana kitu. Kila mmoja kuna kitu ambacho Mungu anampa. Amen. Yeah. Kila mmoja kwa nafasi yake. Yani tusiendeshwe na mwili. Amen. Mali ni mtumishi wetu, vyakula ni watumishi wetu. Yani hapa kila mmoja kuna mahali ameshikwa tu. Amen. Kuna mahali ameshikwa. Hofu, hatia. Amen. Makazini kwetu, majirani zetu, tunaishije na majirani zetu? Yeah. Hata sio tu kwamba hata si tukisalimiwa, kuna wakati labda kwa sababu ya mambo tunayopitia, habari za asubuhi nzuri. Nimeishia hapo. Si ndio? Yeah. Lakini wakati huwezi kujua mtu anapitia nini. Si ndio? Huwezi kujua mtu anapitia nini. Usiku ameota nini? Kwa sababu wakati mwingine mtu anaamka akiwa na hasira. Inawezekana huko usiku amepambana kweli. Kwa hiyo akiamka hana furaha. Kwa hiyo lazima tuelewe tu kwamba kuna nyakati ambazo mazingira yanamfanya mtu awe alivyo. Makazini kwetu ukimsalimia mtu akikujibu kwa unyonge,
Usimhesabie kwamba anaringa au anafanya nini. Huwezi kujua nyumbani kwake ameachaje. Si ndio jamani eh? Yes. Pata muda, mwite, ongea naye. Inawezekana akafunguka zaidi. Geoffrey hapa amesema kwamba kuna nyakati ambazo sisi tunataka kuwa wakati mwingine yani sisi tu vinara kwa kila kitu. Mwenzako akichomoza tu yani moyo wako unajifeel vipi? Unajisikiaje mwenzako akiambiwa ni mfanya kazi bora, amefanya kitu vizuri, akisifia, wewe unajisikiaje? Tuwatangulize wenzetu. Amen. Tuwatangulize wenzetu. Kwa kila kitu ambacho Mungu ametupa, tuwatangulize wenzetu. Tuna mahitaji sawa, lakini tuwatangulize wenzetu. Amen. Mungu ametupa, ametuamini. Sisi ni bomba, sisi ni bomba, sisi ni daraja ambalo tu Mungu ametupitishia sisi. Amen. Kwa hiyo tunapoacha kutoa, tunapoacha kuwafikia watu, tunaendeshwa na hivyo vitu. Yes. Au mnasemaje? Yeah. Tunaendeshwa na hivyo vitu. Hivi mimi leo hii nikashuhudia, namshukuru Mungu, jana tulilala na njaa, lakini Mungu amesema Kristo ni mkate. And then amina, Mungu akupe tu. Wakati mimi kule nina vitu, halafu umekausha tu kwamba nenda kwa amani. Kweli? Halafu friji lako limefurika. Halafu unatuambia hauendeshwi na vitu, hauendeshwi na vyakula, hauendeshwi na mali. Unaendeshwa. Amen. Unaendeshwa. Maarifa ni kule kutambua kila ambacho Kristo alikifanya msalabani. Kwamba mimi siendeshwi na mali, mimi sina hofu, mimi sijui hiki. Yaani ndio maana tunapata muda wa kujisemea, kwamba ujisemee wewe mwenyewe kwamba mimi sio yule aliyekuwa na hofu. Sio, mimi sina hofu. Sijapewa roho ya hofu. Mimi siendeshwi na vyakula. Mimi ni mtoaji. Sihukumiwi na kitu chochote kwa sababu Kristo alibeba hatia zote. Amen. Hayo ndio maarifa. Hata watu wanaotuzunguka wakisema, wewe unasema nini? Manake maarifa ulionayo hayatakutoa. Haijalishi watu watasema nini. Haijalishi majirani watasemaje. Lakini yale maarifa ambayo nilionayo, hayo ndio yatakayoniongoza. Hayo ndio yatakayoniendesha. Siendeshwe na mihemko ya dunia hii. Siendeshwe na majirani wana nini, mimi sina nini. Siendeshwe na wafanyakazi wenzangu wana magari ya aina gani. Lakini mimi naendeshwa na kile ambacho Kristo ametaka niwe nacho kwa wakati huo. Nitakifurahia na kumshukuru Mungu. Amen. Nibarikiwa sana. Amen.